Mucokerio gima wa mwere Wani uria wanaga mbere Ngaguthambia thahu cio kume. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Waya guko iguru waku korwo ni uranyona wega. Inua mkono wako vizuri. Itikira gwikira mahua. Weka maua. Itikira kugemia. Weka kutengeneza. Cokia thutha rehe. Geithiria andu eri umere ni wageithio ni baba. Salimia watu wawili waambie umesalimiwa na baba. Mugeithie wega mwire karibu sana kwa ibada ya leo. Karibu sana katika ibada ya leo. No mwire Jehova ni aragwiciria maundu mega. Jehova anakuacha mawazo mema. Sema amina ni nzuri. Amen. Ngoro yakwa ni njega ina thayu. Moyo wangu ni mwema, una amani. Na ina kirigiriro kia muoyo. Una tumaini la uzima. Ithanganĩtie ni honokete Jesu ni mwathani. Kama uko karibu na mtu wa Mungu kuwa na yeye siku ya Sunday, mugeithie ringi umwire aigue haria hagiriire. Salimie tena, mwambie hapo mahali panapofaa. Tusema amen. Amina. Basi chukua Biblia yako na mahali pa kuandika, na leo nataka kufundisha kuhusu na kiongo gitu kirauga fahamu nguvu ya kibali. Fahamu nguvu ya kibali. Na leo nataka kufundisha kibali ni nini? Kibali ni nini? Mtu anaweza kuwa amebarikiwa ndio, na ni ukweli aitwe mbarikiwe. Sema amina. Amen. Lakini kama ndani yake hana kibali cha Mungu, yes, atakuwa ni mwana wa madhabahu, ni mwana wa kanisa, ni mwana wa kinabii, lakini maisha yake haitasonga. Maana kibali ni kama silaha inayotumika na Jehova kufikisha watu wake kwenye destiny, yes, na kwenye hatima. Amen. Kibali ni kitu kinatengenezewa mbinguni, yes, na hakitengenezwi kwa watu wote. Yes. Ndiposa unaona ya kwamba maisha ya watu wengi, hata waumini na watu wanaomba, yes, yamekuwa na shinda. Yes. Maana anapoamka asubuhi, jambo la kwanza yeye anachukua simu, yes, ya kutafuta kazi. Laiti angejua kabla hajatafuta kazi, yes, atafuta kibali kwanza. Oh yes. Aba Mungu ampe kibali. Amen. Maana ukiwa na kibali, milango yote itakupenda. Amina. Milango yote itakufungukia. Amina. Kibali kikitangulia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo nikubalishe nikufundishe. Yes. Na kuanzia leo najua kwamba utaongezea maombi. Amina. Na kabla ya kuomba vitu nyingi, yes, omba Mungu akujalie neema. Amen. Na akupe kibali. Amen. Kabla hujaondoka, yes, kabla hujaingia hata kwa mbavu, amina, kabla hujatoka kwa nyumba, ambia Bwana tayari kumepambazuka. Amen. Oh yes. Na wewe ndio unajua, yes, siku ya leo mpaka mwisho. Amen. Naomba kibali chako kinitangulie. Amina. Naomba neema yako iandamane pamoja na mimi. Yes. Amen. Unaweza ukawa na kazi, lakini kama hauna kibali, Amen, tutakupita kama safari rally. Sema amina. Amina. Na kibali kiko na sehemu nyingi sana, ndiposa leo nataka nikufundishe. Kuna mtu anaweza kuwa yuko kazi analipwa mshahara mzuri, lakini kama hana kibali, maana kibali utuwezesha. Yes. Kibali utuwezesha. Watu wengine wanafikiria kwa sababu wameokoka, na yuko na kireba na anasali, lazima awe na kibali. Haimaanishi kwa sababu umeajiriwa katika kampuni ya sabuni wewe ni msafi. Sijui kama hiyo umeshika. Yes. Unaweza ukawa unafanya kazi katika kampuni ya sabuni, Yes, lakini wewe ni mchafu. My God. Kibali ni kama fuel, yes, ni kama mafuta ya gari. Unaweza ukawa na Range Rover gari ya pesa mingi, yes, lakini kama haina mafuta haitembei. yes, Hivyo kibali kinakusaidia kumiliki. Amen. Kibali kinakuwezesha. Yes. Hello. Amina. Na by the way, hata sasa ukiuliza watu, Yes. kutoka Januari sasa tuko mwezi, tunaingia mwezi wa 6. Yes. Mikono yake kumepita pesa nyingi. Yes. Mingi. Maraki.
Lakini ukimuuliza hiyo pesa imeenda wapi, hajui. Maana hana kibali cha kumwezesha hata kutumia ile pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa na kibali cha Mungu, hata ukiwa na 1,000, kibali kinakuwezesha. Amen. Inakuwezesha uliyofuatia kuweka na pesa hizi. Vile unafaa kufanya na hizi fedha. Sio kununua karai na uko na karai nyingine. Kibali kinafanya akili zako zifunguke. Kibali kinakuwezesha fanya kazi ya matunda. Amen. Na itanawiri. Hallelujah Jesus. Wengi pesa inapita tu. Amen. Chukua Biblia yako nikufundishe jameni. Amen. Nimesema ya kwamba kiwango kitu kila wakati fahamu nguvu ya kibali. Point number 1, kama vile nimesema, kibali ni silaha ya Mungu. Halo. Kibali ni silaha ya Mungu. Na hii silaha, point number 1, husaidia mwanadamu kupenya, kukuwa na mpenyo. Amen. Kuliko watu wengine wote. Amen. Acha nirudie. Ukiwa na kibali cha Mungu, jambo la kwanza uko na silaha ya Mungu. Nimesema kwamba kibali huwezesha mtu kupenya mahali watu wengine wakajaribu isidikane. Ukiwa na kibali cha Bwana utapata mupenyo. Amen. Wengine wakienda kupita wanakwama kabisa. Lakini ukiwa na kibali cha Mungu, hata kwa mwanya mdogo utapenya. Amina. Huyo ni mtu mwenye kibali. Wengine wanajaribu kwa masomo yao na certificate inasidikana. Huyu hana pesa za kuhongana. Hana certificate ya masomo ya kutisha wakuu. Lakini akiwa na kibali cha Mungu, maisha yake inakuwa na mipenyo. Na hapo ndio watu wengi wanabaki wakiuliza, alipitaje? Alivukaje? Na pale alifikaje? Oh my God. Maana katika mawazo ya mwanadamu hakuna gepita pasipo na kibali cha Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hallelujah. Na naamini hata kama ibada ni ya siku ya Sunday, wale mioyo yao iko sawa na iko tayari, wanaanza kupokea kibali cha Bwana. Inua mikono, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Nataka silaha yako ambayo ni kibali. Inua mikono, sema Bwana, naomba kibali cha kupenya. Hallelujah. Nani anasema naomba kibali cha kupenya? Amen. Kibali cha kupenya. Kibali cha kupenya. Sema amina. Ili maadui na wasio kupenda wabaki na maswali. Na hapa alifika lini? Na alifikaje? Sema amina. Na naamini kwamba siku ya Sunday ikifika, yeyote atakayepatana na tonde la mafuta ya kibali, hata kama watashikana mikono, hata kama watafunga na silaha, hata kama watafunga na chuma, ina mikono, sema bado nitapenya. Sema kwa sauti, bado nitapenya. Oh yes. Sema amina. Ikiwa familia yenu inaongozwa na inatawaliwa na roho ya mizimu, sema amina. Roho ya mizimu ni ya watu waliokufa, lakini kuna mambo waliacha. Kabla nikufe, hii familia yangu isiwaiona na familia fulani. Kabla nikufe, hii familia yangu isiwaienda ng'ambo. Kabla nikufe, wasikule. Hapana. Waliokufa wapumzike kwa amani. Amina. Sema amina. Hapo ndio siku ya Sunday. Hata mizimu ya kwenyu itabaki vinywa wazi. Watasema tulikuwa tumesema ya kwamba hapa hawezi akapita, lakini tayari amepenya. Tayari amepenya. Baba, katika jina la Yesu, hawa wameinua mikono.
jina la Yesu. The name of Jesus. Salimia watu wawili, waambie utapenya sasa. Utapenya sasa. Hello. 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 Na ukumbuke ni wakati mwaka unafika nusu. Yes. Lakini kuna kitu nakuombea. Oh yes. Ikiwa Mungu amenituma Yes. ni kupaka mafuta ya kibali. My God. Oh yes. Oh yes. Hata wakiandamana. Oh yes. Hallelujah. Hata wakiandamana. Yes. Salimia watu watatu, waambie bado utapata mpenyo. Bado utapata mpenyo. Bado utapata Mpenyo. Na wale wanaandika ni vizuri waandike. Oh yes. Sema amina. Amina. Point number 2. Oh my God. Kibali ni mkono wa Mungu Yes. kukua juu yako. Amina. Oh yes. Aha. Mkono wa Mungu Oh yes. kukua Juu yangu. juu yako. Amen. Maandiko inasema naye nabii alipopanda juu ya mlima Amina. na alipokuwa amekwisha kuua Yes. manabii wa Baali 800, Amen. alituma mtumishi wake mmoja Yes. akamwambia, kabla sijatoka juu ya mlima, Amina. nenda ukamwambie mfalme Yes. andae farasi la kwake. Yes. Maana kwa muda mchache sana Yes. kunayo mvua Amina. inakwenda kushuka. Amina. Maandiko inasema Yes. kwa dakika chache mvua ikaanza kushuka. Yes. Nabii hakukuwa na parachute. Yes. Hakukuwa na Subaru. Yes. Hakukuwa na mavuri. Lakini maandiko inasema mkono wa Bwana ukashuka. Inasema mkono Mkono wa Bwana. Hey. Eh. Oh my Maandiko God. inasema mkono wa Mungu Yes. ukaja juu Ya nabii. ya nabii wake. Oh yes. Ni kitu kigani kilifanyika? Eh. Mkono uliposhuka, Yes. maandiko inasema nabii alikimbia kuliko ndege. Amen. Na maandiko inasema alikimbia Yes. akapita mfalme Amina. na farasi ya kwake. Yes. Kibali ni mkono wa Bwana kukua juu yako. Amina ya kwanza, amina ya pili, amina ya tatu, amina ya nne, amina ya tano, amina ya sita, amina ya saba. Yes. Yeah. My God. Niamini tu Hallelujah. hata kama wewe ni mgeni. Yes. Halo, Hello. Hello. hii maisha ya delay. Yes. Halo, My God. na maisha ya mzunguko Yes. ya kwamba vile ulianzia Januari Yes. hata sasa maisha yako hivi. Yeah. Natamani mkono wa Bwana ukashuka juu yako. My God. Na mkono wa Mungu Yes. utakaposhuka juu yako. Amina. Halo, Hello. waliokutema mate Yes. utastukia umewapita. Waliosoma kukuliko utastukia umewapita. Wachawi na waganga na wasiokutakia Hey. mambo mazuri. Yes. Hapo sana. Hebu tujaribu kufikiria Yes. na kupiga picha. Mfalme akiwa juu ya farasi Hallelujah. alisikia nini? Yes. Na maandiko inasema nabii Yes. alishika kanzo yake, Aha. My God. mkono ukiwa juu yake. Yes. Alipita Yes. kuliko adui. Yes. Amen. Alipita Yes. Yes. kuliko mfalme. Oh yes. Ndirarega kwanyu ni kule kigongona. Sikuru wa pesa. Kuna madhabahu. Sema amina. Amina. Unakwenda kupita. Ndio. Unakwenda kupita madhabahu ya kwenyu. Haleluya. Inua mikono, sema hata wakiwa na farasi, Hata wakiwa na baraka. hata wakiwa na magari. Hata wakiwa na baraka. Haleluya. My God. Oh yes. Yes. Hallelujah. Siku ya leo Amina. na ya Jumapili My God. kuna mkono unakwenda kushuka Mesia. juu ya wanadamu. Mesia. Kwanza hawa wanasema amina. Amina. Na hapa tumekubaliana Yes. mkono utakaposhuka My God. Amina. watasikia vuvua Oh yes. wakiwa juu ya farasi. Yes. Hapo ndio utaona Amen. waliojiinua Yes. unakwenda kuwapita. Profesa. Sema amina. Amina. Waliodhania wewe ni mjinga, waliodhania umerogwa, inua mikono.
wako Naomba mkono wako uwe juu yangu. uwe juu yangu. Hallelujah. Anamtukuza Baba wa mbinguni, Yes. maana miezi 6 Amen. ni kuisha inaisha Kabisa. na hujapata kitu. Oh yes. Oh yes. Siku ya kesho Amen. ni tarehe 1. Amina. Ndahoya guoko kwa Jehova, Naomba mkono wa Jehova. guoko wao. Mkono wa Jehova. Na kuna kitu unasahau. Yes. Mfalme Aha. alikuwa na farasi, Amina. ni gari ya wakati huo. Aha. Hivyo mkono wa Mungu Yes. umeshinda masomo. Yes. Mkono wa Mungu umeshinda. Yes. Hivyo ukiwa na kibali, Amina. uko na mkono wa Mungu. Hallelujah. Na ukiwa na mkono wa Mungu, Yes. umeshinda vyote. Hallelujah. Point number 4. Amina. Kibali ni Mungu kuhusika Yes. katika maisha yako. Amina. Oh Lord. Hallelujah. Oh Lord. Amen. Mungu kuhusika Katika maisha yangu. katika maisha yako. Amina. Na unaposikia kuhusika, Yes. ni kuhusika kwa kila jambo. Kwa kila yes. kitu. Amen. Kila jambo unalolifanya, Yes. Mungu anahusika. Amina. Katika kazi ya mikono yako, Amina. Jehova anahusika. Amina. Katika ndoa ulio ndani yake, Bwana anahusika. Amina. Katika kazi unayoifanya, Amina. Bwana anahusika. Katika masomo ya watoto wako, Bwana anahusika. Amina. Katika utajiri wako, Bwana anahusika. Oh yes. Oh my God. Oh yes. Hallelujah. Sema amen. Amen. Inua mikono yako juu, sema Bwana, Bwana, naomba kuanzia leo naomba kuanzia leo ukahusike ukahusike na maisha yangu. na maisha yangu. Ukahusike. Ukahusike na maisha yangu. Tafsiri hii kuhusika ni nini? Hallelujah, Jesus. Huyo mtu kila mahali popote anapokwenda, My Lord. Mungu amehusika. Amen. Sema amina. Amina. Hata ukimuona Yes. akipaa ama akiwa ndani ya ndege, Yes. ni mkono wa Mungu Amen. umehusika. Oh yes. Sema amina. Amina. Na sasa ili Yes. Mungu achukue Amen. usukani wake, Oh yes. Halo. Kuna kitu lazima kifanyike. Hallelujah. Sasa hivi Amen. kufilisika kwako, kushindwa kwako, ni nani anayehusika? Ili usipenye, Yes. ni nani huyo amehusika na magonjwa unayopitia? Nani huyo amehusika na mahangaiko unayoipata leo? Kabla Mungu hajachukua usukani, Yes. sema amina. Amen. Kila majini yanayohusika, kila mapepo yanayohusika, inua mikono, sema kila mwanadamu, sema kila mapepo, sema kila kiumbe kichafu, kila masaitani yanayohusika yang'olewe Kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Yes. Oh yes. Amen. Hauwezi ukajazwa na roho wa Mungu ukiwa na masaitani. Haiwezekani. Roho mutheru ndagetora nyobetulitwo ni nduira Jesu ndagenyuanira gikombe kĩmwe. Roho mutheru ndagetora nyobetulitwo ni nduira Jesu ndagenyuanira gikombe kĩmwe. Hauwezi ndani yako ukawa na roho wa Mungu. Yes. Halo. Hello. Ndani yako huwezi ukawa na line ya relation. Na bado ndani yako uwe na mapepo yanazaana. Salima mwenzako, mwambie haiwezekani. Haiwezekani. Maana yake ni gani?
Sasa kabla Mungu Yes. hajaingilia katika maisha yako, Amen. aliothe matumite osae Wanapigwa wanapigwa marufuku, wanang'olewa kwa jina la Yesu. Kama maisha yako kupata na mahangaiko, ni mwanadamu aliyehusika, anang'olewa na mizizi. Angolewe. Kwisha kung'olewa, Amen. sasa na roho wa Mungu sasa Yes. anaingilia, Amen. anaanza kucontrol Oh yes. maisha yako. Amen. Na kabla sande haijafika, Yes. kila mwanadamu, Amen. roho mchafu, roho ya mizimu, roho ya waganga, roho ya wachawi waliohusika na mahangaiko yako, sema wang'olewe na watupwe kwenye moto. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Laiti ungejua Yes. kama vile nafundisha, hakuna jambo linafanyika kwa bahati mbaya. Kupangwa linapangwa. Oh yes. Kiona maisha yako yamejaa stagnation. Yes. Halo. Aidha ni mizimu ya kwenyu. Yes. Aidha ni waganga. Yes. Na watu walijiapa. Yes. Sema amina. Amen. Lakini hata wakikatalia kama kupe, wanang'olewa na roho wa Bwana. Wanang'olewa. Sema amen. Amina. Wanang'olewa Na roho wa Bwana. Tikiza mwenzako, mwambie kila kupe. Kila kupe. Mwambie kila kupe. Kila kupe. Mwambie kila roho. Kila roho inayohusika na mahangaiko yangu. na mahangaiko yangu. Ing'olewe. 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 Wapi kelele? Sema amina. Amina. Tuko point gapi? Point number 4. Yes. Kibali ni Mungu kukupatia fursa ama nafasi ya kupata mali. My God. Bado hujaelewa. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba msimpe Yes. shetani nafasi. Oh yes. Mungu akipata fursa, Yes. anaitumia vizuri. Kabisa. Na shetani akipata fursa, Anaitumia anaitumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndipo maandiko inasema wakapatana na Mungu. Yes. Mungu akamuuliza, ulikuwa wapi wewe Ibilisi? Akasema nilikuwa kuzurura. Mungu akamuuliza, je, umeona mwanadamu aliyebaki mwaminifu na mtakatifu? Shetani akamwambia, kigathina ke mtakatifu wapi? Wapi? Na ni vile umempa mali. Halafu hiyo mali yote umeipa ukingo. Maandiko inasema basi Mungu akamwambia shetani, Yes. hiyo mali nimekupa. Amen. Sikia, hiyo mali Nimekupa. shetani akienda Yes. akakumbuka, mali yote ya Ayubu imewekwa ukingo. Akarudi tena kwa Jehova Mungu. Yes. Kasema basi, kumbe unanipa ruhusa kwa sababu unajua hakuna kiumbe, hakuna roho mchafu anaweza akafika kwa mali Yes. ya Ayubu. Basi ninaomba ruhusa, ninaomba fursa nikaweze kumwangamiza. Basi Mungu akasema basi nimeondoa nini? Nimeondoa ukingo. Yes. Hapo ndio shetani Amen. anafanya nini? Anaingilia. Hebu nikuulize hivi. Wewe unafikiria ili maisha yako upumzike ni kwa sababu ya jasho na bidii? Hapana. Wewe unafikiria ili utoke kwa hiyo nyumba huko uende kwa hiyo ingine, wewe unafikiria tu ni bidii inahitajika? Hapana. Wewe unafikiria ili maisha yako ya promotiwe pasipo na kibali cha Mungu? Yes. Maandiko inasema Amen. ndipo utamkumbuka Mungu wako, Yes. yeye akupatiaye uwezo Amen. wa kupata utajiri. Oh yes. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 8:18. Lakini kumbukeni Bwana Mungu wenu ndiye ambaye huwapa uwezo wa kupata utajiri, na hivyo kulithibitisha agano lake ambalo aliwaapia baba zenu. Naomba ujaribu kutafuta version nyingine. DJ tupe wimbo version nyingine. Mstari wa 18. Version nyingine inasema, bali utamkumbuka Bwana. Sikia, bali Utamkumbuka Bwana. Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu. nataka tuende pole pole John.
Ndiposa maandiko inasema sikia wewe Israeli. Yes. Sikia. Yes. Iko siku moja utamkumbuka Bwana. Yes. Maana ni yeye akupatiaye nguvu. Pasipo kupatiwa nguvu na Bwana, nguvu yako haiwezi kutajirisha. Masomo yako hayawezi Kutajirisha. pasipo Na nguvu kupewa nguvu ya kupata. na Mungu. Sema amen. Amen. Ndiposa maandiko inasema ate nyobeta kiakone Jehova Ngai. Ati nyumba isipojengwa na Jehova Ame Mungu, akimarutaga wira watu. wanaojenga wanafanya kazi ya bure. Itora ritakimenyererwa ni Mji Jehova. usipolipwa na Jehova, Aremenyereri wanaolinda marutaga wira wao. wanafanya kazi ya bure. Na maandiko inasema Yes. kwenye Kerumi Amelaaniwa. ni atakayetegemea akili zake mwenyewe Yes. kwa ajili ya kumpa utajiri. Aha. Kweli. Akili za mwanadamu Yes. pasipo na kibali cha Jehova Yes. ni bure. Amen. Na kama itafanya kazi, kuna neno litakamilika. Yes. Ate basi na wao Aha. watakuja kujimaliza Yes. kwa hekima yao mwenyewe. Sasa hiyo ni akili ya mwanadamu pasipo na kibali cha Mungu. Ya kwamba akili za mwanadamu, Yes. uwezo wa mwanadamu pasipo na kibali cha Mungu, Yes. ubadilika, Kabisa. unakuwa kilio na machozi. Thomera Gikuyu. Ibuku-inĩ rĩa gũcokerithia maathani mũrango wa 8 mũhari-inĩ wa 18 no rĩrĩ ririkanagai Jehova Ngai wanyu nĩ gũkorwo nĩwe ũmũheaga ũhoti wa kwĩgĩra na Oh, sema amina. Tondu niwe utuheaga hinya Yeye ndiye utupa uwezo wa kuamukira gutoka. wa kuwa na utajiri. Hii ni sehemu moja ya kibali. Yes. Sema amina. Amen. Hivyo kibali cha Bwana kikikuwa juu ya maisha yako, hapo ndio utaona pasipo na bidii nyingi bado unafaulu. Pasipo na kung'ang'ana kwingi Amina. bado unapokea Oh yes. mazao na matokeo mazuri. Amina. Oh, ikai. Yes. No sio rajita kiria turathoma. Nani anashika kile tunafundishwa? Ya kwamba ukiwa na kibali cha Mungu, Yes. hii kung'ang'ana kwingi Oh yes. inaondoka. Amen. Na kuna watu wanafanya kazi mingi sana Sana. ili apata shilingi 1,000. Yes. Ile kazi anafanya anapaswa kulipwa 10,000. Kabisa. Lakini kazi nyingi Pesa ndogo. mshahara kidogo. Kidogo. Maana Yes. kibali cha Mungu Hakipo. hakipo. Sema amina. Amen. Na mtukuza Baba wa mbinguni aliyenituma. Yes. Maana kwa kanisa lote la CRJ. Yes. Sema amina. Amina. Na wale wamekuwa washirika wetu wa online. Yes. Kuanzia leo na kuendelea. Amina. Mungu anakwenda kutuwezesha. Inua mikono yako, sema ninapokea kibali cha kuniwezesha nipate utajiri. Nipate utajiri. Hallelujah, Jesus. Usizoe kutegemea akili zako Wenyewe. Oh yes. Bwana, nimekuambia kabla huja igiza hizo document zako ofisi zote, Yes. omba kibali. Amina. Omba Kibali. omba kibali. Hallelujah, Jesus. Uzuri wa kibali, Yes. unaweza ukatajirika Aha. na hakuna mahali uliitishwa document. Kabisa. Sijui kama unanielewa. Unaweza ukapata mpenyo, yani ukiwa ndani Oh yes. hapo ndio wanakumbuka. By the way, na huyu hatukumuitisha certificate ya university na tayari hata ni wewe manager. Ulikwisha kupata mpenyo Kabisa. ukaike, wanakuja kustukia ukiwa manager. Amina. Halo. Wakisema sasa wakati huo lazima document ziletwe. Sasa hapo unakuwa hata ya form 4 hauna. Aha. Lakini sasa Yes. wakiketi chini Aha. anasema sasa, Yes. na huyu manager wetu na vile amekuwa na akili nyingi, Yes. tutamngoa tu kwa sababu ya kukosa certificate. Hiyo kazi yote ameifanya na certificate. Hapo ndio watu wote. Yes. Halo. Hapo ndio watu wote, wachawi, waganga na maadui wanatafuta ino tumbo, maana imeleta shida. Hawajaamini Hawaamini. mtoto Yes. wa yatima Oh yes. anaweza akamiliki, anaweza akamiliki. Yes.
Halo. Na mtukuza Baba wa mbinguni. Yes. Maana siku ya Sunday sio mafuta tunakwenda kupokea, bali ni nguvu ya kutuwezesha tupate utajiri. Kweli. Kutoka tigoma wewe. Kutajirika si shetani. Kutoka tigoma. Kutajirika si shetani. Kama ukikaa pesa ni sio Ngai yathi. Oh yes. Ogo ginya Ngai nioi. Kwa hivyo Mungu anajua. Kwa hiyo ni todo wa pesa. Kwa hapa kwa ajili ya pesa. Maundu mathia mekete ati. Mambo yanaendelea kusonga vizuri. Magirite. Yes. Ogo pesa tigoma. Amen. Pesa si pesa. Dahoya Ngai amuhe pesa. Naomba Mungu awape pesa. Hallelujah. Amina. Hora Jesu roho wako tu hamwe. Pigia Yesu makofi mama ikiwa tu pamoja. Rekia rege koyo. No rĩrĩ ririkanagai Jehova Ngai wanyu nĩgũkorwo nĩwe ũmũheaga ũhoti wa kwĩgĩra na ũtonga, na nĩ ũndũ ũcio akĩhingia kĩrĩkanĩro gĩake kĩrĩa arĩkanĩire na maithe manyu ma. Ambĩrĩria rĩngĩ. No rĩrĩ ririkanagai Jehova Ngai wanyu nĩgũkorwo nĩwe ũmũheaga ũhoti wa kwĩgĩra na ũtonga. Wa kwĩgĩra na kĩ? Kuwa na utajiri. Sasa hiyo nguvu Sunday tunakwenda kuipokea. Yes. Sunday tunaipokea. Sunday tunapokea kibali. Sunday tunapokea nguvu ya kutuwezesha. Amen. Tuwe na nini? Na utajiri. Hapo tunaona kwamba kazi kidogo, pesa nyingi. Amen. Hello. Yes. Ikore mundu wetikagirwo nginya ni indo cia mugunda. Kuna mtu anakubaliwa mpaka na vitu vya shambani. Sema amina. Amina. Amen. Mwaka huu kianzia Jehova alinena akasema ya kwamba watu wajitayarishe, maana huu ndio mwaka zaidi ya miaka 10 iliyopita. Yes. Mwaka huo Ngai ni akuheana kimera. Mwaka huu Mungu atapeana mavuno. Sasa angalia hata kwa wachawi. Yes. Kumefurika. Yes. Amina. Hata Kwa wachawi. Mungu akasema kwamba wale watalima. Yes. Ngai ni akumahe irio. Mungu atawapa chakula. Ngai ni ahingeti kana na hingeti. Mungu ametimiza mabado. Sasa kuanzia Sunday. Yes. Ukiwa utapokea mafuta ya Mungu. Amen. Pasipo na kungangana kwingi. Oh yes. Ngai ni agagwethera deal singetuma maundu maku. Mungu atakutafutia deal ili mambo yako yawe sawa. Hallelujah. Hallelujah. Maana ukumbuke. Yes. Mkono wa Mungu yuko juu yako. Amina. Ya pili. Yes. Mungu anahusika. Amen. Sema amina. Amina. Kitabu ya Mwanzo 39 mstari wa 21. Ati Mungu akawa pamoja na Yusufu na akampa kibali. Kitabu ni cha Mwanzo 39 kuanzia 21 inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali. Nataka tu tuende pole pole. Sema amina. Amina. Hebu nitazame. Yes. Mungu anakuwa pamoja na Yusufu. Yusufu akikuwa wapi? Uzuri wa kibali chairman. Hata watu wakishikana wakuharibie jina, wapake jina lako matope. Oh yes. Hata watu wakishikana wakuchafulie jina, hawawezi. Amen. Wakachafua jina la mbinguni. Yes. Mke wa Potifaru. Yes. Alijaribu. Aliweka bidii. Aling'ang'ana kumharibia Yusufu jina. Aliitwa mtu wa kubaka. Jina lake liliharibika, lakini namtukuza Bwana aliyemupa kibali. Oh yes. Hey. Hallelujah. Uzuri wa kibali ndio huu. Hata wakikutoa mahali Mungu amekuweka, wakugongeze chini kama makamasi. Yes. Kibali kitakuinua tena. Kitakupandisha tena. Oh yes. Hapo sana. Jina la Yusufu. Halo. Lilichafuliwa likanuka kitu kibaya. Kabisa. Na watu wote wakasema, oh yes, mke wa mfalme hawezi akadanganya. Hata yuko na evidence ya shati ya nani? Ya Yusufu. Ya Yusufu. Yes. Mubakaji mkubwa. Wacha nirudie. Halo. Halo. Usipoteze tumaini. Usikate tamaa. Na wanao kuchafulia jina. Wacha wang'ang'ane. Wacha wachafue. Kibali kikiwa juu yako, bado utasonga. Naomba nitazame. Maandiko yanasema Mungu akawa pamoja na Yusufu. Hata akiwa wapi? Gerezani. Halo. Halo.
Uzuri wa kibali cha Mungu Yes. Jesus. ndio huu. Hawawezi wakakuingiza ndani ya seli. Kibali kibaki nje. Kama watakuweka ndani ya shimo, hata kibali kitakuvuta. Oh yes! Kibali ni kitu hakionekani kwa macho. Wacha nirudie na nikutie moyo kwa wale wameharibu jina lako. Yani jina lako limepakwa uchafu Sana. Ndio wewe wa kwanza. Oh yes. Yesu alimuita mkubwa wa mapepo. Mpaka anauliza sasa, nawezaje kukua mimi ndio mwenye mapepo halafu nayang'oa kwa watu? Anasema acha kujifanya. Unakujaga kwanza unaweka watu wa mapepo halafu mwisho unawang'oa. Wale wamechanganyikiwa Kabisa. wale hawana kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mahali na kuombea. Oh yes. Baba, katika jina la Yesu, leo nikubalishe na kabidhi kanisa lote la CRJ mkononi mwako, pamoja na wale wamekuwa kikutufuatilia pale kwa online. Tunaomba kibali, tunaomba kibali, tunaomba kibali. Wape kibali. Maana kibali ni silaha ya kupigana na kushindana kwa kila vita. Sema amina. Halo. Sikia. Hata watakapo kuingiza ndani ya moto, utapita ukiwa na kibali. Wakikuweka kwa tundu la simba, oh yes, bado utakuwa na kibali. Wakikuweka ndani ya moto, piga kelele. Ina mikono, sema nataka kibali. Sema nataka kibali. Halo. Na mtukuza aliye juu sana. Maana kuanzia siku ya Sunday. Halo. Hapa maandiko inasema lakini Mungu akawa pamoja na Yusufu. Hapo ndio tunasema maisha yako yote Mungu atahusika. Mungu atahusika. Wakiweka magonjwa yanapata kibali. Haleluya. Oh yes. Ina mkono, sema kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana. Unaweza ukawa katikati ya maadui na waseme ya kwamba wakati wako umefika. Halo. Lakini ndani yako ukiwa na kibali, kile mondosho kemwele utapata mpenyo. Utapata mpenyo. Maandiko inasema wakapanga wamuue Yesu. Na wale hawajui kuja chama. Maandiko inasema panda hapa. Oh yes. Sema amen. Maandiko inasema wakapanga wamurushe mwana wa Mungu. Walikuwa juu ya mlima na kula kumejaa miamba. Hivyo walisema kufia huko. Tukikanyonga tutajulikana. Tukimpa sumu tutajulikana. Tutacheza kama sisi. Ili semekane ni ajali imemuua. Unajua walipanga nini? Walipanga wamurushe Yesu aanguke. Panda tena. Lakini maandiko inasema kwa sababu ndani ya Yesu kulikuwa na kibali. Ndani ya mwana wa Mungu kulikuwa na kibali. Walipokuwa wanapanga wamurushe aanguke na huko. Maandiko inasema wakati wanasema ni nani anaanzia, kibali kiliposhuka, Yesu alishuka akapenya katikati yao, akapita katikati yao. Haleluya! Na hawakumuona ng'o. Oh yes. Ikiwa familia yenu iko chini ya laana ya kansa na ukimwi na kutokufaulu, siku ya Sunday ukipatana na anointing utapenya katikati yao. Haleluya! Wabia mwenzako utapenya. Wabia utapenya.
Hapo ndio utapata Oh my. jina fulani linakufanga kwa sababu ya kansa. Halo. Wakigojea uwaambie kuna mahali panakuuma. Eyo miaka 70. Eyo miaka 90. Haleluya. Inua mikono, sema nitapenya. Sema nitapenya. Nani yuko tayari kupenya katikati ya maadui? Oh my. Katikati ya magonjwa. Katikati ya ajali. Halo. Walibaki wakiulizana. Wewe. Na kwani amepita wapi? Naomba Mungu akuepushe na kila mipango mibaya. Bwana akuepushe kwa kila madhabahu mabaya. Akupe katikati ya. Sema amina. Hapo ndio watakuwa nasema ya kwamba huku mtu ambao alijikana akakataa kufanana na sisi ni mtu fulani. Si unaona ameolewa na watoto 4. Si unaona watoto wake wako university. Si unaona hata mwingine anafanya harusi. Si unaona wengine wako ng'ambo. Haleluya. Na mtukuza aliyenituma. Na kuanzia leo jitayarishe. Jehova atakuwa pamoja na wewe. Pamoja na wewe. Oh yes. Hallelujah. Mungu akawa pamoja na Yusufu. Amina. Halo. Na usisahau. Iko siku alikuwa pamoja na Danieli. Yes. Iko siku alikuwa pamoja na Yeremia. Na wala hawajui. Yeremia ili azimwe. Aliwekwa ndani ya shimo la maji. Matope. Amina. Maandiko yanasema kwamba alipowekwa akazama kwenye matope. Wanagojea akufe. Lakini kibali kikatafuta msaada. Iko watu waliamushwa. Amukeni. Kumekucha. Nabii wa Mungu walipomtazama. Sema amen. Mbona ina maana wako wale muoyo. Nauliza kweli anaweza kuwa hai. Agetira maitho akimera jetagwa Jeremia. Ngai ore awajetira we. Oh hallelujah. Ando wa jina ya Yusufu. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Hata katika vita. Katika dhiki. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Amajoni. Inasema pale 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Akamfadhili, akampa kibali. Salimia watu 5 waambie pokea kibali cha Bwana. Nasema watu 5. Wasalimia waambie pokea kibali cha Bwana. Amina. Amen. Gai. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Man. Sema amina. Uzuri wa kibali ndio hii. Haipelekani na mawazo na hekima ya mwanadamu. Wanaweza wakapitiza waseme tumweke pale. Yatakonda zaidi. Hapo ndio atafilisika. Halo. Maandiko inasema basi mfalme akaanza kuhangaika kwa sababu ya Israeli. Halo. Balaam na Baraka. Akasema nitafutiwe anayejua Qurani. Maana nikiwatazama badala wakonde wananona, badala waishe wanaongezeka. Kibali cha Bwana. Nasema hapana. Nilidhania wataisha tukiwapa kamuji kale kenye jua. Tulidhania tukiwapa kamuji ambao hakana uchumi watafilisika. Sasa nikiwatazama ni familia haiwezi ikapimika. Yani wameongezeka, yani wamenenepa. Haleluya.
alipoita mtu mmoja wa Harani, Yes. alimwambia sikia, Waisraeli ni mji na ni familia isiyolaanika, ni watu wa Mungu kujichagulia. Hakuna uchawi, hakuna uganga. Haleluya! Hallelujah. Ili neno litimie, Yes. ya kwamba Waisraeli wakiwa Misri, kadri walivyoteswa ndivyo waliongezeka. Amina. Halo. Hello. Na usisahau wakati wa kutoka, wanaambia mfalme wasa, hatutoki mikono mitupu, tunaondoka na mali yetu. Maana walipata utajiri Yes. ndani ya utumwa. Walipata kibali katika kampuni ambao umeajiriwa. Hata wakikuweka mahali pamekonda, kibali cha Bwana kitafanya uongezeke. Sema amen. Amina. Alafu walimsukuma mtumishi wa Mungu, jina lake Isaka, wakamweka mahali kumejaa kiangazi, ili akuve na jua, akuve na njaa. Lakini kumeandikwa, jameni, tazameni, kuna mtu mmoja alipanda na jua na akavuna. Baka wanasema hii iandikwe kwenye kitabu cha Kumbukumbu. Amina. Ya kwamba haijawahi sikika wala kuonekana ya mtu amepanda na jua na amevuna. Father. Hata wakiwa wamekuweka jangwani, bado utamiliki, bado utaongezeka, utapanda na jua. Wapi kelele? Na bado utavuna. Salimia watu watatu, waambie utapanda na jua, Utapanda na jua. na bado Utavuna na jua. na bado utavuna. Najua. Mungu akawa pamoja na nani? Akawa pamoja na Yusufu, Aha. akamfadhili, Akafanya nini? Akamfadhili. Akamfadhili, akampa kibali, akampa. Kibali. Sasa mke wa Potifari na ajinyonge, alidhania Yusufu akihukumiwa aacha kukua mahabusu, atakonda na maono yake yatafika mwisho. Lakini sikia, akiwa ndani ya gereza, kibali cha Bwana. Oh, haleluya. Watu wa jela walipomuona wakasema wonderful. Huyu ni pastor wetu. Ni pastor Wetu. Wakaanza kumheshimu. Na kwa sababu ya kibali, Yusufu akapata kibali kwa mkuu wa gereza. Kero wedo gukomera admiti tari yake. Wane ukoheo karere. Ukoheo getanda. Yani tazama, mtu amekamatwa sasa hivi na tayari amefanywa mkubwa wa wale wako na miaka 10 gerezani. Kinara. Sema amina. Amen. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kibali. Na mtukuza Baba wa mbinguni sana. Maana kibali cha Bwana kinakwenda kushuka kwa mikono yako. Ndiposa na kuombea. Kwanza unaposema amina, mlango wa kibali unafunguka. Inua mikono, sema kibali. akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mstari wa 21 nitarudia. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. 22. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa. Sikia, akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa. Na tondu Ngai ni ahete maguta, na kwa kuwa Mungu amenipa mafuta thĩinĩ wa family yanyu ũrĩa mũciarĩtwo, ndani ya familia yenu mlipozaliwa, hamwe na ũhoti wa Ngai, ndagũcagũra gatagatĩ-inĩ gacio. Ndauga upewe kibali, upewe kibali, upewe kibali. Na kwa sababu ya kupewa kibali,
Familia yenu inakwenda kubadilika. Oh yes. Ile ya ndio imepokea kibali. Salimia watu wawili wamepokea kibali. Tuthie Gikuyu tutengerete muno. Pokea kibali. Ibuku-inĩ rĩa kĩambĩrĩria 39 mũhari wa 21. Yes. Jehova arĩ hamwe nake akĩmũtuga na agĩtũma etĩkĩrĩke maitho. Wasa Gikuyu ni auga wega. Amen. Ngai akĩmũtuga. Mungu akambariki. Sema amen. Amen. Ile ndio mere Jehova agutuge. Jehova agutuge. Kwanza mwezi Amen. wa 6. Oh yes. Na mwezi wa 7. Eh. Na mwezi wa 8. Oh yes. Na mwezi wa 9. Bwana kukarimu. Amina. Igoro ligotuge. Karibu. Jehova God. Jehova Mungu Akĩmũtuga. akamkarimu. Ero cio Jehova agutuge mweri wa 6. Jehova kukarimu mwezi wa 6. Wĩre Jehova agutuge mweri wa 7. Jehova kukarimu mwezi wa 7. Jehova agutuge mweri wa 8. Jehova kukarimu mwezi wa 8. Jehova agutuge mweri wa 9. Jehova kukarimu mwezi wa 8. Ugereria. Yes. Oh yes. Sema amen. Amina. Sema amina. Amina. Amen. Kibali cha Mungu. Oh yes. Kibali Cha Mungu. sana nilikwambia Amen. watu wakaambia mfalme. Yes. Fasiti mke wako anakuharibia jina. Sana. Tangaza na uitane Amen. mkutano. Watu wote wakuja interview. Yes. Wale wasichana warembo Aha. na wale bikira. Amen. Esther alikuwa mtoto wa yatima. Yes. Mtoto wa yatima Amen. agapitaje kwenye interview Aha. ya watoto matajiri? Haingewezekana. Mtoto yatima agapitaje kwenye interview ya watu wanaojua kuvaa vizuri? Hata kama kalikuwa karembo kakionekana. Yes. Ukweli ndio huu. Amen. Hakulelewa na wazazi wake. Kweli. Sema amina. Amina. Aliachwa akiwa mdogo, jina lake Hadasa. Yes. My God. Sema amina. Amen. Amina. Lakini Mungu akasema Amen. aka kameachwa Yes. nitakapatia kibali. Amina. Sema amina. Amina. Esther aliposikia kuna interview, Yes. andiko yake akakimbia akapeana jina. Yes. Kasema hata kama haukusoma, Oh yes. hata kama mafuta tu ya alimisi ya ng'ombe hauna, Yes. weka hilo jina hapo. Amen. Maana Mungu mwenye mbingu na nchi Oh yes. kainoe kiodo. Mungu anaweza tenda jambo. Kasema weka. Weka. Na ujue kama waleo sasa hivi kukisemekana ya kwamba wanajeshi KDF wanachukuliwa, ni wale watoto wa matajiri. Kabisa. Maana wako na uwezo wa kuhogana. Kabisa. Mtoto wa masikini mara anaambiwa ni mrefu kuliko pale imewekwa. Aha. Mara anaambiwa wanaona ni kama miaka 2-3 atakuwa na nundu. Mara anaambiwa ya kwamba hajui kutembea vizuri bara meno yake. Mambo tu ya kufanya asipokee kibali. Yes. Lakini Mungu naye ni nani? Yes. Gai yake kwenda ni ya Mungu kwenda. akikupenda amekupenda. Gai yake kwenda. Mungu akikupenda. Oh, hallelujah. Toria Gai endete CRJ. Kama vile Mungu anapenda Oh, CRJ. hallelujah. Hallelujah. Ona ndu moria ni gatoka ugetagwo guo. Uliza nini hiyo inaitwa hivyo? Thikiriria we mbwe ino. Hiyo bweha. Turi guku muthi. Ona rucio tweguku. Ona twendithate. 2030. Vegoko. Tuko hapa. Ogwo Amen. wiruta kunyua Ngai ino. Kwa hivyo jifunze kumeza vino Ni guthinio ni nda. kwa ajili ya kusumbuliwa na tumbo. Sema amina. Amina. Tarora ucio ngi umere mekuigua guo. Watasikia hivyo. Aria makuonaga makaigua gutahika. Wale ukuonao na usikia kutaka. Wira mekuigua guo. Watasikia hivyo. Uria kwao. Ukuli kwao. Komaga kwao. Ulali kwao. Twihumbaga nguo ciao. Twitanagio nao. Utanishwi nao. Halo. Halo. Tigana nao. Wachana nao. Ngai angikwenda. Mungu akikupenda. Na kwenda ihoya ndirahoya. Na kuna naomba. Hili neno litimie. Yes. Ati nake Jehova Ngai Naye Jehova Mungu akienda Jakubu Yakobo ario thiini wa nda ya nyina akiwa katika tumbo la mamake agithura Esau akachukia Esau na tutio yameneirwo. na hatujui alichukiwa kwa nini. Ngai arokuha kwendeka. Ngai arokuha kwendeka. Kibali.
Halo. Halo. Na kwa sababu ya Mungu, Yes. siku ya interview Amen. hata Esther kalitokea. Amen. Andiko inasema kwa sababu ya kibali, Yes. mtu aliyekuwa amewekwa pale. Amen. Acha, unakujua kama walikuja wasichana 1000. Halo, wale sasa ni bikira. Hawangepita wote. Hivyo kuna watu walichaguliwa. Wale watachagua. Yes. Wale sasa wataqualify. Yes. Halo. Halo. Kwa sababu ya ile siku. Amen. Oh, hebu tutazame Esther. Wakati kanapita tu. Yes. Karanu gomirengeti. Nanuka Maana bracket. hata perfume hakana. Yes. Hata macho hakajaoga vizuri. Lakini kibali cha Mungu Kilikuwa juu yake. kilikuwa juu yake. Oh yes. Aliyekuwa anawachagua. Amen. Maandiko inasema alipomtazama Esther. Yes. Maandiko inasema akampenda na akamchagua. Yes. Akapata kibali Oh yes. mbele ya msimamizi. Amen. Ala, maandiko inasema nini? Yes. Oh, dena ni moru. Shida ni mbaya. Alipokapenda akasema wewe Esther kaa hapa. Yes. Maandiko inasema akatafutiwa wasichana Yes. wa kumwangalia. Amen. Hata wasichana wa kutengeneza nywele sijui alipatiwa 10 na ngapi. Na unafikiria akipatiwa wasichana wa saluni zaidi ya 10, hiyo nywele ilikuwa namna gani? Maana mtu mmoja hangeitoboa. Wewe hujaelewa. Yes. Mtu tu wa nywele na makeup walikuwa zaidi ya 10. Yes. Oh my God. Maana nywele ilikuwa imebabuka. Kabisa. Ilikuwa imebadilika. Baya. Huyu akaona ya kwamba omwedake kate. Moja hawezi maliza hii kazi. Akapatiwa watu wa kufanya nini? Wa kumtengeneza. Watu wa kumtengeneza Yes. na kumpaka mafuta. Ugaimeni. Amen. Kibali kikikuwa juu yako. Amina. Wengine wakikataliwa. Yes. Wewe unapenya. Haleluya. Haya, tozi ni waifukulia Esther. Esther 2 mstari wa 18. Kitabu cha Esteri 2 kuanzia 8 inasema, wakati agizo na amri ya mfalme ilitangazwa, wanawali wengi waliletwa kwenye ngome ya mji wa Shushani. Wanawali waliletwa wengi katika mji wa Shushani na kuwekwa chini ya uangalizi wa Hegai. Pia Esther alipelekwa katika jumba la mfalme. Alipelekwa katika jumba la mfalme na akakabidhiwa Hegai aliyekuwa mkuu wa nyumba ya wanawake. Mstari ni wa 9. Yes. Msichana huyu alimpendeza. Alifanya nini? Alimpendeza na kupata kibali. Na kupata kibali mbele zake. Hata akiwa mtoto wa yatima. Msichana huyu alimpendeza na kupata kibali mbele zake. Mara moja akaanza kumpa matunzo. Ya uzuri na chakula maalum. Na ukumbuka hii yote inafanyika maana amepata kibali mbele ya macho ya Hagai. Alimpa Esther vijakazi 7 waliochaguliwa kutoka jumba la kifalme. Alipatiwa wangapi? 7. Na kumhamisha yeye pamoja na vijakazi wake katika sehemu bora zaidi katika nyumba ya wanawake. Mstari ni wa 10. Esther alikuwa hajadhihirisha uraia wala kabila lake. Kinya hautothie Gikuyu. Ibuku-inĩ rĩa Esteri mũrango-inĩ wa 2 mũhari-inĩ wa 8. Rĩrĩa watho ũcio wa mũthamaki wanĩrĩirwo rĩ, airĩtu aingĩ nĩ marehirwo thĩinĩ wa nyũmba ya ũthamaki kũu gĩikaro kĩrĩa kĩirigĩre gĩa Shushani. Na mamenyagĩrĩrwo nĩ Hegai. Esteri onake nĩ atwarirwo kũu nyũmba ya mũthamaki na akĩhokerwo Hegai ũrĩa warũgamĩrĩire nyũmba ĩrĩa yatũragwo nĩ andũ anja. Mũhari wa 9. Mũirĩtu ũcio nĩ amũkenirie. Mũirĩtu ũcio nĩ akiri atia? Nĩ amũkenirie. Yani sasa tazama, hata maandiko haijasema ya kwamba ni yeye alienda. Maandiko inasema alipelekwa. Maana hata alikuwa na uoga. Alikuwa na ile kuuliza, gai na uko sure nitachukuliwa ama nitakwenda kuibika? Alafu kakikakaa Kanajinusa. Hiyo jaso kweli. Uko sure nitakwenda kalipelekwa. Yes. Kalipofika
Maandiko inasema aliyekuwa na wachukua Yes. akapendezwa Yes. na ule msichana, hata kama hakukuwa na perfume, Yes. hata kama hakuwa amevaa kitenge, hata kama nywele haikuwa imetengenezwa, akapata kibali. Oh yes. Oh yes. Amen. Kibali ni zaidi ya masomo, Amen. zaidi ya urembo. Oh, yes. Kibali ni zaidi Amen. ya kila kitu. Yes. Aha. Mũirĩtu ũcio nĩ amũkenirie na akĩendeka nĩwe. O hĩndĩ ĩyo akĩmũhe indo cia Oh gwĩthaka yes. Githiria mundu ucio ngimwira ni akenirie muiretu ucio. Ni akenirie muiretu ucio. Hallelujah. Amina. Hello. Hello. Kibali cha Mungu. Oh yes. Kibali Cha Mungu kinafanya watu wakiwa wameenda interview. Amen. Boss tu anatokea. Watu kwanza hata hawajaanza. Yes. Anaita mtu mmoja anamchagua kutoka kule. Simama madamu, habari. Unatoka wapi? Unaitwa nani? Jao, hebu chukua hii. Yes. Uniigizie kwa ofisi. Oh yes. Hata document zake hazijaangaliwa. Yes. Sema amina. Amina. Hapo ndio unaona kibali. Yes. Msichana hata sio mrembo vile. Oh yes. Lakini katika mboma ambao wameolewa. Amen. Kwani wewe hujawahi ona? Jaiona jamaa ni very handsome. Na mwenye anaota kwa harusi. Yes. Hata kwa harusi na amepakwa makeup. Kama analia. Kamera ikizoom. Wakiconcentrate. Why? Aikarete gutathigari cia njera. Anakaa kama askari jela. Andu moragia. Ai. Aha, Hawa. hana ndo lakiri atia. Na mtu aliyekaliwa. Jamaa yuko sawa. Yes. Sawa. Kabisa. Lakini mwenye anaoa. Kopro. Ginya father oragia piu piu gutiri yongi. Mpaka pasta. Mondo ni oyo Mtu ni huyu. ni ocio. Ati huyo Imagine father ore orajitani yake. mwenye anaunganisha harusi. Wana mero DJ we. Riria turanyitithanio hiki. Wakati wanaunganisha harusi, Nditwiraga arugamiriri. tunaambia wasimamizi Maturehere mwanake na muiretu makinya maigana. Oguo 1. hatua 2. Nori muiretu uyu wona mero mutaso mwetu. Lakini hii hatua moja Urakinyira batiri hare yale. Hua. inafikia patri mahali alipo. Sema amen. Amen. Lakini kando ya hiyo yote Yes. amepata kibali. Kibali. Oh, hallelujah. Amina. Amepata kibali. Wakati mwingine unapatana ya kwamba na mwanamke ni mrembo zaidi. Yes. Zaidi. Kabisa. Sema amina. Amen. Na muthuri uri oramo hiki. Lakini mume anayemuoa, Muthuri ke. mume anayemuoa, Muthuri uri oramo hiki. mume anayemuoa, Mtu wa kamera akizumbaka TV yenyewe inasikia kutoroka. Ile yenyewe inapokea picha. yes. Atu moragia haya. Watu wanauliza vipi? Mwire tu mwega muthaka piu. Msichana mrembo sana. Magego ne make mothe gutire ria gwikira. Meno yote ni yake, hakuna ya kuweka. Nao uri oramo hikia. Lakini anayemuoa, Ando maugaga ni miti. watu wanasema ni miti. Ndio mzako mwambia ni kibali. Ni kibali. Watu wangapi tumewaona hata kwa mitandao? Yes. Mwanaume ni mzuri sana, hata anavaa suti, ananyoa ndevu vizuri. Yes. Vizuri by the way, hata yuko na gari ya kwake. Halo? Hello. Yuko na gari ya kwake, yuko sawa. Yes. Yuko na kampuni ya kwake. Sema amina. Amina. Mwana murathime ne Ngai athia nginya na togu itwere twete kwatia. Amebarikiwa mpaka na Chiwawa chiwawa. watu tuthia hau thutha. Halo? Hello. No kaigwa ona ndari ahikania. Nasikia hata bado hajaoa. Sema amina. Amina. Ona ngaro kia cicio guo kia ngari. Thiini wa V8. Akishusha kioo ya gari ya Era V8. muiretu hai. Aambie msichana hai. Undiwe nikiire andu cio monaga. Sijui hao watu wanaona nini. Mundu cio ndukaigua. Au utasikia Ndari oria. hajauliza. Uguo. Hapo. Wakati mwingine utapata na msichana mrembo. Yes. Makeup anajua kuipaka vizuri. Kabisa. Sema amen. Amina. Agathondeka wega. Anatengeneza sawa sawa. Media ehana kibeti. Kibeti kihana kanyamu gako nyita njuiri. Oh yes. No ndakoro na angetuekania weru-ini uguo ari wiki. Penye hivyo tu katika jangwa peke yake. Kinya hiti ni siasa njira. Mpaka fisi wanahepa njia. Hana kibali. Kabisa.
Halo. Hello. Yes. Hata akisalimiwa na mwanaume acheke. Mwanaume anaonaga ni kama huyu anakwenda kumuuza kwa devil worship. Na ni mrembo zaidi. Lakini ukumbuke. Yes. Esther akajaoga vizuri. Kabisa. Akajaoga vizuri. Lakini kamepokea kibali. Amen. Kamepokea kibali. Todo Ngai ni muiganania. Kwa kuwa Mungu anawezesha. Ndahoya Ngai atuitĩrĩria gwĩtĩkĩrĩka. Bwana tupe kibali. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama mtu mwingine yuko na kazi nzuri sana. Yes. Hata akiaguza vitu zake bei. Kuliko watu wengine hawanunui. Hawanunui. Watu wanaenda pale ziko bei kali. Kabisa. Maana yeye na duka yake hawana kibali. Lakini mtu mwenye kibali, yes, hata akiweka tomato hapa, nyanya zikiwa zimebodeka, hata mauga isio kwa kachumbari mayanga isio nisi irashika. Hizo ndizo zinashika. Baka unapata kuna daimono ya mtu inaambiaga watu yakoma nikuuliza hivi. Unatoaga wapi nguvu ya kwenda kununua pale kwa mama Waithera hizo nyanya zake? Na vile watu wana si mwana wakune sio hihinye. Lakini sisi tunataka hizo. Maana kibali cha Bwana. Amen. Kejo yake. Tazama mtu ambao hana kibali. Oi. Onedia makara, endagia makara magaturwo matanengo matu. Matoga bloating materahia. Sasa ili wa mama wote wamuulize bani uko sina bloating na hii makauri nunua wapi? Yes. Pale kwa Waithera nego moreko uguo nigetha andu othe matikana gure makara hau. Ni pepo anaharibu jina ili watu wasinunue makaa pale. Na mwingine anauza. Yes. Halo, kwa sababu ya kibali baka Mungu anaambia maka. We, uhoro si wako thira haraka mutige. Hii maka inapika. Yes. Sema amen. Amina. Maka ruganye ni. Yes. Pika mboga. Amina. Maka hiyo hiya ginya mai ma gwithamba. Maji ya kuoga. Na magatigara muota hindi ya heho. Bakisha. Na no mukebe yoyo. Na ni mkebe mmoja. Ithiria ndore mere ni gwitikirika. Ni kukubalika. Kubalika. Ni gwitikirika. Ni kukubalika. Sema amina. Amina. Mtu mwenye kibali hata akiwa na ng'ombe. Yes. Kwanza zake ni za grade. Kabisa. Halo. Halo. Akamaga endi aria mbere makauga yake ni ongagirira ki. Na mai. Ukarigwa ati uira wa mapiupiu ndongereire mai. Unashindwa ya kwamba mimi no ndo marauga atia. Kini watu wanasema hii maziwa ina maji. Ukamukora au akereria ng'ombe riu magunuri. Hebu nikuulize wewe ng'ombe. Ukunjonorithia ginya. Utanielimisha watu ekia irio ndiki. Umeharibu maziwa hivi kwa nini? Yaani ng'ombe ni ya pesa mingi lakini maziwa inayotoa maji bure. Na mwingine watu wanapanga leo unasema ya kwamba huyo yake ukiweka tu kikombe moja. Yes. Unaweka jagi mbili za maji. Na bado chai ni munono. Hii ni kibali cha Bwana. Inua mikono sema kibali. Kibali. Sema kibali. Kibali. Oh hallelujah. Amina. Aha. Tuthi haria tuma. Mwiretu ucio ni amukenirie na akiendeka niwe. O hindio akimuhe indo cia gwithakaria nacio na akimuhe indo cia gwika atia cia gwithakaria. Maana hangepata, hangeweza kununua, afford. Ona akimuhe irio cia mwanya. Ona akimuhe irio ciake cia mwanya. Ningi akimuhe ndungata mugwanja. Akimuhe ndungata mugwanja. Cia guthambia maguru. Na kuruta nyamu iria irutagwo tumia ni moe. Tondu kuguru kumwe kwa mguu mmoja. No kunyorothirwo ni andu igana. Na makiuma au mahara ta megukuite kahua. Wakitoka hapo wanakaa ni kama wamekunywa kahawa. Ere moka mwena wothio. Wawili wakuja upande wa uso. Ni tothio wa fundi na ni muiretu. Ni kama uso wa fundi na ni msichana. Tothie. Ningi akimuhe ndungata mugwanja cia airetu. Yes. Aria mathuritwo kuma nyumaki. Na akimuthamia mari hamwe na ndungata icio ciake. Akimatwara handu haria hega muno. Kou nyumba-ini iria yatura. Maana alipata. Yes. Na alipokea kibali. Sema amina. Amina. Na tena hata tukimbie. Yes. Siku ya interview. Wakati wasichana wote wanapita, ni nani aliangukiwa na kibali? Nauliza nani aliangukiwa na kibali? Esther. Twende Mwanzo 24:35. Mtu mwenye kibali ni mtu amebarikiwa. Ni mtu amebarikiwa. Mtu amefanya nini? Amebarikiwa. Mtu mwenye amebarikiwa. Oh yes. Na nilikwambia kwamba kibali uwezesha mtu akaweze kumiliki. Amen. Kuna watu wanapatana na pesa mingi lakini hawana kumiliki. Kweli.
hawana ile akili ya kuwamilikisha. Yes. Sema amen. Amina. Yeye muulizi ya kwamba wakati yako na pesa tu afanye tu hana mambo yake, lakini hana neema na kibali cha kumiliki. Na nilikuambia kwamba sio kumaanisha unafanya kazi kwa kampuni ya sabuni Kweli? lazima uwe msafi. Ni majukumu ya kampuni kujenga bafu. Yes. Wajenge bafu. Sema amina. Amina. Na wakuambie kwa sababu tayari wewe ni mchafu, hawezi ukauza bidhaa zetu ukiwa mchafu. Na bidhaa zetu ni za usafi. Watakuchukua wakupeleke kwa bafu ili sasa ukiuza bidhaa zao uko msafi. Hata nawaambia watu ya kwamba ukinunua sabuni yetu utakuwa kama mimi. Utakuwa kama mimi. Sabuni yetu inanukia vizuri. Hata ukipita mahali naisikia harufu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini ukumbuke unaweza kuwa unafanya kazi katika duka ya sabuni. Kweli. Na wado makorora. Watu wakikutazama. Hello. Ni kama uende chemist. Yes. Ama uende hospitali kutibiwa. Alafu daktari alafu nakuja nikuhudumia je mteja. Na urogame. Unaweza simama pale kweli. Daktari anakufa jameni. Anakufa. Anaugua kifua kikuu. Ana afya. Sema amen. Amina. Alafu akuli kama yeye mwenyewe hajajitibu. Wewe Atakutibu namna gani? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si Mungu na akusaidie. Amen. Na atujalie neema. Amina. Na atupe kibali. Amina. Sema amina. Amina. Maana ukiwa na kibali umebarikiwa. Amen. Halo. Na ukiwa na kibali utamiliki. Amina. Utamiliki. Tauliza mtu yakoba wewe umefanya kazi kwa serikali miaka 10 umefanya nini? Atakwambia wow, hiyo miaka 10 Mungu amenisaidia. Kale kaproti ka gorofa 7 hata kama akajaisha ni mimi na kaproti kaune gako. Ona hali agekono ndina eka 3. Tena anakutoa na kuambia kwamba hata ile kazi unaonanga pale ya mafuta hao watu wawili mimi nimeajiri. Anamiliki. Anafanya nini? Anamiliki. Sio akiritaya kazi yake ni shida akisema serikali saidia. Serikali saidia. Mama John. Mwanzo 24:35 inasema Bwana amembariki sana bwana wangu, amekuwa tajiri, amempa kondoo na ng'ombe, fedha na dhahabu. Sikia, alafu hapo nataka tupelekane vizuri. Ebu anzia hayo maandiko vizuri. Na ukumbuke kusema umebarikiwa kama haujamiliki kibali akifanya kazi. Watu kusema umebarikiwa na hakuna zile tunaona zinaitanishwa na jina lako kazi ya bure. Hebu soma tena. Bwana amembariki sana Bwana amembariki sana. Hivyo jambo la kwanza amebarikiwa. Bwana amembariki sana bwana wangu, amekuwa tajiri. Tajiri. Amempa kondoo na ng'ombe, fedha. Au kwanza fikisha hapo. Unajua hii nisipokutafsiria vizuri maana kuna mahali maandiko bado inasema ya kwamba amepatiwa punda. Sasa kuna mtu anasema yakoba baraka gani hiyo sasa na mimi Nairobi nikipatiwa kondoo ni ya nini? Na punda ni ya nini? Kuna kitu haujui. Wakati huo wakale mtu mwenye kondoo na mbuzi na ngamia na punda ni tajiri mkubwa sana. Hivyo leo ukisikia Mungu amembariki na kondoo, wewe unafikiria kondoo ni baraka kama gani? Fedha. Hizo ni tulera za kutoa mizigo hapa kupeleka Rwanda. Wewe ndo unanyita wewe. Wewe ushiki wewe. Ukisikia hapo Mungu amembariki na kondoo, ujue hapo amepatiwa container kama 10. Ukisikia amebarikiwa, amebarikiwa na punda. Sema amina. Jua sasa hiyo ni mabasi makubwa. Ukisikia amebarikiwa na ng'ombe, hayo ni V8. Magari manono. Sio leo useme Yakoba ati alimebarikiwa na punda ya nini? Ukilinganisha wakati huo na huu, hapa Mungu anasema amembariki na ng'ombe. Unaambia mwenzako hizo ni V8 kama 10. Amina. Ukisikia alikuwa amebarikiwa na kondoo unasema kwamba hayo ni mabasi. Yale ya kutoka hapa kwenda mpaka Tanzania. Ukisikia amebarikiwa na kondoo unasema hizo ni container. Hallelujah. Sema amen.
fedha na dhahabu, watumishi wa kiume na wa kike. Amepatiwa fedha Yes. na dhahabu. Watumishi wa kiume na wa kike, ngamia na punda. Mstari wa 36. Sara mkewe bwana wangu amemzalia mwana. Tothie Gikuyu. Ibuku-inĩ rĩa kĩambĩrĩria 24 mũhari wa 35. Yes. Jehova nĩ arathimĩte mwathi wakwa mũno. Jehova ni arathimete mwathi wakwa muno. Sema amen. Amina. Hii ndio maana ya kibali. Maana mtu yeyote mwenye kibali amebarikiwa. Yes. Sema amina. Amina. Kibali ni ndondo ya kutega utajiri. Kibali ni kama net ya kutega samaki za utajiri. Amina. Jehova nĩ arathimĩte mwathi wakwa mũno na nĩ atongete mũno. Na ni atongete Muno. Kidiria modomo adwere mere kibali ya utajiri. Kibali ya Tomwera utajiri. kibali ya utajiri. Kibali ya utajiri. Alafu maandiko imesema utajiri ama imesema ametajirika sana. Ametajirika sana. Ametajirika Sana. Nĩ amũhete ng'ondu. Yamuhete ki? Ng'ondu Na tuga ng'ondu ni ki? ni baadhi. Ndugithiria ndio mere icio ni bathi. Sio ni baadhi. Cia guthie Rwanda. Ya gũthiĩ Rwanda. Sema amina. Amina. Hivyo kama unakwenda kupokea kibali, nasema milango ya magari, milango ya kuinuliwa, milango ya kumiliki, nasema milango ya kumiliki. Oh yes. Sio utuambie umebarikiwa Yes. na hatuoni baraka. Aha. Halo. Na kwa sababu leo hautapatiwa buzi. Yes. Sio mlango wa magari ufunguliwe. Amina. Huo mlango wa mashamba ufunguliwe. Amina. Mlango wa manyumba ufunguliwe. Amina. Nĩ amũhete ng'ondu na ng'ombe. Niguo. Na tuga ng'ombe niki? V8. Yes. Tu hamwe chairman. Amina. Tuga ng'ombe niki? Ng'ombe V8. V8. Ni maradi cruiser. Yes. Ma V8 ma TX. Yes. Gari ya heshima. Oh yes. Sio mkokoteni. yes. Kama vile Bwana aishivyo milele. Kanisa lote la CRJ linakataana na roho ya umasikini. Roho ya umasikini. Roho ya kutokuendelea. Linakataana nayo. Kwa jina la Yesu. Oh yes. Amina. Wewe ni jaga. Amen. Ati tukiwa na harusi kama hii iko mbele yetu. Hatukomboi magari. Hatubabaiki. Kanisa la CRJ liko kuko na watu kama Yes. kama 18 wako na V8. TX ni kama 16. Amina. Tugari tudogo tusaruni. Amina. Tukiambĩrĩria gũpakwo haha. Tukianza kupaka mahali hapa. Tũrathiĩ nginya Sherina. Amina. Tũrathimwo nĩ Ngai. Amina. Ale. Tũhare Gĩkũyũ kiuga atĩ kaba kagũrũ keime. Mimi siku ya Sunday napatia watu anointing ya kutajirika. Amina. Hallelujah. Anointing ya kufungua milango. Yes. Ya kukupa nafasi. Oh yes. Hello. Hello. Na mimi sitakupaka mafuta ati ukikaa kwa nyumba uanze kusema ya kwamba anointing ni kibali fanya kazi. No. Kibali fanya kazi. Haifanyi. Na umagara tando wale yake. Utoke kama watu wale wengine. Oh hallelujah. Amina. Kuna mahali ametaja ng'ombe. Yes. Na ng'ombe tumesema ni magari Yes. ya kiheshima. Yes. Aha. Nĩ amũhete ng'ondu na ng'ombe, fedha Fedha. na dhahabu. Aha. Ndungata cia arũme Amuhete fedha. Fedha. Na dhahabu. Ngeitheria ndio tatumere Mungu anakwenda kukubariki na pesa. Mungu akaenda kukubariki na pesa. Sema mlango wa pesa. Mlango wa pesa. Baraka ya pesa. Baraka ya pesa. Baba katika jina la Yesu. Ninakuomba nikiwa mtumishi wako. Nakabidhi kanisa. La CRJ mkononi mwako. Bwana ukawaepushe na roho ya aibu. Na roho ya madeni. Amina. Tupe mali. Tupe pesa. Yes. Maisha Amen. ya kupendeza. Kwa jina la Yesu. Amina. Idhali ya dole merathena ne moru kwegui. Shida Sida ni ni baka likui. Hello. Sasa ndiposa hata akipatiwa ma V8, hata akipatiwa mabasi, bado amepatiwa fedha na dhahabu. fedha fedha. na dhahabu. Uone wega tone muthenya wa Sunday hinya wa Ngai ni ugoka. Jumapili nguvu za Bwana zitakuja. Kibeti gyaku gitikanage mbeca. Wallet yaku ndikanage mbeca. Thimũ yaku ndikanage mbeca. Bengi yaku ndikanage mbeca. Pesa. Hello. Hello.
Na ni vizuri tujibu watu wa mataifa. Oh yes. Ya kwamba sisi tunamkumbuka Mungu maana ni yeye atupatiaye nguvu Ya Yes. kutajirika. ya kupata utajiri. Amina. Amina. Pasipo na nguvu Ya- ni kazi ya bure. Sema amina. Yes. Amina. Ngitheria ndole mere usitegemee akili zako mwenyewe. Usitegemee akili zako mwenyewe. Methali 23 mstari wa 4 tukimbie. Kuna neno moja nataka bado nikukumbushe. Yes. Limesema ati Mungu amempa. Mungu amempa. Yes. Sema amina. Amina. Hivyo sisi ni wale wa kupewa na Mungu. Yes. Kwa hekima yetu na bidii yetu Amen. hatuwezi pata mafanikio. Yes. Sikiza mwenzako mwambie mimi ni wa kupewa na Mungu. Mimi ni wa kupewa. Mwambie mimi ni wa kupewa. Mimi ni wa kupewa. Ya kwanza imesema ya kwamba yeye atupatia nguvu ya kufanya nini? Ya kutajirika. Kutajirika. Alafu hapo imetuambia Maandiko imesema ya kwamba Mungu amebariki mtumishi wetu. Yes. Maana amembariki na kondoo na mbuzi Amen. na ng'ombe. Amen. Na amempa Fedha na fedha dhahabu. Na dhahabu. na dhahabu. Sema amina. Amina. Oh yes. Katika bidii yako Yes. Mungu akupe fedha. Amen. Katika jasho yako Mungu akupe dhahabu. Katika kazi ya mikono yako Mungu akupe utajiri. Amen. Oh yes. Aliposa sasa hapa Mungu anatuambia Amen. tusitegemee Yes. akili zetu. Kweli. Roma John Inasema Mithali 23 kuanzia 4. Usijitaabishe ili kupata utajiri. Takitheria andũ arĩ mere usijitabishe. Usijitabu. Hey, ndamwera usijitabishe. Usijitabu. Salimia watu wawili waambie usijifanye nini? Usijitabishe. Kwa hokera rĩngĩ John. Usijitaabishe ili kupata utajiri. Ili kupata Utajiri. aha, Uwe na hekima, uwe na hekima, kuonyesha kujizuia. kuonyesha Kujizuia. Tovia Gĩkũyũ. Hii ni vizuri na bado nikuambie ukiweka bidii pasipo na kibali ya Mungu ni kazi ya bure. Na Maandiko yanauga tika utidoge ithenia. Yes. Ugietha utonga. Ngai atangienda rĩ. No tuhu. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na karathima mũndũ ũrĩa amũrĩire Emmanuel. Eradimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na karathima mũndũ ũrĩa Emmanuel. Eradimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Arathimirwo nĩ Ngai Aterĩgĩrĩire. aterĩgĩrĩire. Tũthiĩ Gĩkũyũ tũteng'ere mũno. Thimo 23 mweri-inĩ wa kana. Tiga kwĩnogia na kwenda gwĩtongia. Tiga kwĩnogia na kwenda gwĩka atĩa? Gwĩtongia. Ndũngĩithĩrie ũcio ũkĩmwĩra tiga kwĩnogia. Tiga Kwĩnogia. Ngai atangĩenda rĩ. Ngai atangĩenda. Nĩ wĩra wa tũhũ. Tuhu. Iko watu wametoka hapo wameenda Gulf. sana Anafanya kazi miaka miwili. kabisa. Akirudi amenunua uwanja na amejenga. Na anafungua kazi yake. Yes. Na tuko wengine tunawaona hata wengine wananitazama hapa ni mwaka wake wa 6 Yes. na wa 8. Na hata akikuja Kenya mwezi wa pili anakopa. Hana. Mwezi wa kwanza akikuja anakusanya marafiki wake wote anawapeleka sherehe. Alafu ukimuuliza kwamba hiyo pesa ya miaka 4 umekuwa Gulf iko wapi? Hajui iko wapi. Wengine alikuwa anatumia mama yake pesa. Mama yake akamwambia kwamba nilinunua ng'ombe nayo ng'ombe ikameza shoka. Ng'ombe ni amerithia ithanwa. Leo ule mutumia ucio ndio wako ciarire rĩo komwe muhurithia thi. Sasa huyo mama aliyekuzaa utamfanya nini? Ugaimeni. Amen. Hara wamwirite akugurire buroti. Mahali alikuwa ulimwambia Akura kununulia mwene plot. kampuni yo ni akuire ona ndathiketwa gathikwa Juma. Anakuambia hiyo kampuni ilikufa. Sema amen. Amina. Ugacoka hindi orakinya tona turia wamutigeire. Kisha watoto uliokuachia Tugagutunga haria geti ni tumosete kumosa. tunakutana nao pale kwenye geti kama wamekonda. Waturoka igwa gukua. Ukiwaangalia unahisi kufa. Tona turio tutumaga uthukume. Watoto wanasababisha ufanye Tuhana kazi. katwina kosi yako. Wanakaa ni kama wameishiwa na afya. Ni mundu tutamburaga. Hakuna mtu anawatambua. Warora kana. Kiangalia mtoto. Ugaimeni. Sema amen. No tumaga pesa ukauga magorero okay. Unatuma pesa ili wanunuliwe chakula kizuri. No kuma kamono ni kuri andu makwa mareru kwe nyamu. Utashangaa sana kuna watu wabaya kuliko wanyama. Anachukuaga watoto na wapeleka boutique. Aha. Anaambia mtu mwenye boutique anataka wajipime. Yes. Maana sade mama yao atatuma pesa. Aha. Nguo zifanya nini zikujiwe. Wakati watoto wamevaa nguo, kazi yake ni kupiga picha. Pa. Anatuma anasema angalia watoto wako kung'ara.
na hizo nguo bado wataziacha boutique. Kabisa. Tona tuguthio uguo tuhana twandigwa. Nenda watoto kama yatima. Halo. Ni kuri andu oru kwe nyamu. Kuna watu wabaya kuliko wanyama. Turathimwo ni Ngai. Amina. Wangapi wametoka ng'ambo kufika tu Kenya mwezi wa pili anauawa na depression, anajinyonga. Kabisa. Anajinyonga maana pesa zake zote hakuna. Hakuna. Turathimwo ni Ngai. Tubarikiwe na Yesu. Lakini kibali cha Mungu kikiwa juu ya mtu. Amina. Wewe ukigoro ungedahoya kibali. Naomba kibali. Ugareke dahoya kibali kia Jehova. Naomba kibali cha Jehova. Ndipo maandiko inasema tiko tidoge theni. Maandiko inasema usijisumbue. Ugethenia. Usijisumbue. Na gwetha ke. Na kutafuta utajiri. Otherwise haujaambiwa ati urare sana. Lakini hata kama unafanya kazi, kibali kitangulie. Amina. Kibali Kitangulie. hivyo kabla hujatoka kwa nyumba, hata kama una ujasiri, umeajiriwa na kampuni. Yes. Ambia Bwana kibali kinitangulie. Amen. Kibali kinitangulie. Tuko na watu tunaona kwamba wanafanya kazi kidogo kidogo. Kweli. Lakini kwa sababu ya Mungu kutumia akili zao, Yes. wamefanya mambo ya kutisha. Amina. Ya kufanya nini? Ya kutisha. Maana kidogo kidogo ujaza Kibaba. Muonaga tu hapo akikatakata sukuma. Lakini ukweli ni ya kwamba sasa hivi waja wake ameanza kumwaga material. Yes. Maana Mungu amempa akili za kumiliki. Amen. Na tuko wengine wanapatiwa laki mbili na serikali. Yes. Lakini akifutwa mwezi wa pili, hata nyumba itabidi auze TV ili alipe. Maana hakuna kibali. Oh yes. Todhie Gikuyu. Tiga kwenogia na kwenda gwitogia. Gĩa na ũgĩ wa kũhota kwĩrigĩrĩria. Gĩa na ũgĩ wa kũhota kwĩrigĩrĩria. Twende tena Kumbukumbu la Torati 33:22. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33:22. Kuhusu Dani akasema, Dani ni mwana simba akiruka kutoka Bashani. Kuhusu Naftali akasema, Naftali amejaa tele. Naftali amejaa tele. Upendeleo wa Bwana. Upendeleo ni kibali cha Bwana. Amen. Na Naftali akamnena, Naftali, umefadhili. Uliyejaa baraka. Ya Bwana. Umesikia umiliki. Maana ni Mungu anatuwezesha kumiliki. Ago kugoroga gaido jigueretha. Mungu kanihurumie. Gaido jigueretha. Mungu kanirehemu. Sokera rege John. Inasema Naftali akamnena, Naftali, uliyeshiba fadhili. Uliyejawa na baraka. Kwanza fikisha hapo. Jambo la kwanza, amejaa nini? Baraka. Amejaa nini? Baraka. Kuna watu wamebarikiwa ndani. Yes. Kuna watu hatima yao ni kubwa sana. Oh yes. Kuna watu destiny yao ni kubwa sana. Oh yes. Lakini kama haina matokeo, Yes. kazi ya bure. Kazi ya bure. Sikatai uliota. Yes. Ukiwa mwalimu mkubwa, lakini kwa sasa unafundisha. Sikatai uliota ukiekelea watu mikono wakapona. Kwa sasa unawawekelea. Sasa ibaki kuwa ndoto, ama unataka kuona matokeo ya ndoto? Matokeo ya ndoto. Sasa huyu amejaa baraka. Yes. Uliyejawa na baraka. Ya Bwana. Umiliki magharibi. Hivyo tayari, kwa sababu amepata kibali mbele ya macho ya Mungu. Amepewa baraka. Yes. Na ameambiwa ukamiliki magharibi. Kwa uneko wako. Uko ni kwako. Ukamiliki. Amen. Halo. Amina. Unajua, na hii nitairudia. Yes. Mungu akusaidie. Amen. Isiwe Nairobi utatoka na karatasi. Oh yes. Utatoka na kagunia. Mungu akusaidie. Amina. Isiwe kila unakipata Nairobi Yes. ni cha kukula tu na kulipa nyumba. Unaona hiyo nyumba unalipa? Yes. Unalipanga loan ya mwenye ploti. Hiyo nyumba ukikaa miaka mitatu, mwenye hiyo ploti bado atakopa loan nyingine na atanunua ploti nyingine. Sasa angalia, wewe unaendelea kufilisika na kuwa masikini. Yes. Ukitajirisha
watu wengine. Omba Mungu sana akusaidie Amen. uwe mtu unaweza ukamiliki hata kama ni kibada. Yes. Sema amina. Amina. Wakati mwingine chokeshwa na kazi ya kuajiriwa. Kuajiriwa. Hello. Hello. Yes. Tamani kukua na kazi yako. Amina. Kazi unayo miliki. Amina. Hata kama ni ya kutengeneza ice. Yes. Sema amina. Amen. Hata kama ni ya kutengeneza nini, kuwa na kabiashara kako. Mungu akikuita unamwambia yes, unafunga na unakwenda. Oh yes. Lakini mahali umeajiriwa, kuna mipaka huwezi ukavuka. Tunaadhimu na Ngai. Tubarikiwe na Mungu. Kumbuka juzi corona ilikuja, watu wakakaa nyumba kwa nyumba mwaka na. Hello. Hata kanisa zikafungwa. Kanisa Zikafungwa. Lakini mtukuza Mungu, maana wengine wakifunga bendera ya CRJ bado ilikuwa inafanya nini? Inapeperuka. Yes. Na sisi bado tulikuwa. Haukujifunza na hiyo. Haukujifunza na hiyo. Hello. Wakati huo nilisagaa sana. Yes. Mtu amebarikiwa na gari. Lakini ukweli ni kwamba hazi akatoa spare part akapewa watoto. Nilikuwa naona kwamba mahali na kama mtu amesimamisha gari yake kubwa sana V8. Alafu anauza aredia nyanya. Anauza nyanya. Na akedia madharo. Anauza sukuma. Na akaikara na gate. Imagine V8 buti imejaa nyanya. Na nyanya si ya kienyeji. Hakuna mahali anaweza akaenda. Hizo nesi ya redia. Mtu ambao mikono yake ilizoea kuguza mamilioni. Yes. Niwe koido kana faida ya magana. Sasa anapata faida mana. No riri. Lakini ni hake. Wirosho ni wake. Kazi yake ni yake. Tunaadhimu na Ngai. Amina. Huyu tunaona Mungu anasema kwamba amejawa na baraka. Na Mungu akamwambia miliki. Yes. Wapi? Miliki magharibi na kusini. 24 na Asheri. Kinya hautothiage koyo. Sasa watu wawili waambie kuanzia leo nitamiliki. Kuanzia leo mwambie natamani kumiliki. Natamani kumiliki. Hello. Nasikia. Kama uko hapo unajua umeajiriwa. Yes. Kama umeajiriwa, chunguza sana. Kama mahali umeajiriwa, hiyo kazi mnafanyaga pale umeajiriwa, anza kufanya practice. Uone kama yako inaweza ikashika. Tunaadhimu na Ngai. Amina. Yes, nekekeu werocio ni uriko nego tumaguo basi. Anza kusevu kidogo, nunua mashini yako. Yes. Kutoka pale na experience. Amen. Higora haku hau. Fungua kwako. Na Ngai agugutaithia. Na Mungu atakusaidia. Tunaadhimu na Yesu. Amina. Ama turekie. Gucokerithia maathani 33 muhari wa 22. Undu wigie Dani oigire atiri. Dani ni kiana kia muruthi kiguthukite kiumite Bashani 23. Undu wigie Naftali oigire atiri. Naftali ni giheirwo ni utugi wa Jehova na yuritwo ni kirathimo giake. Na ihoretwo ni kitukulikira ibuku ria Ruthu 2:2. Kitabu ni cha Ruthu 2:2 nasema. Ruthu Moabi akamwambia Naomi, nitakwenda mashambani nikaokote mabaki ya nafaka nyuma ya yule nitakayepata kibali machoni pake. Naomi akamwambia, burudia tena. Inasema mstari wa 2. Ruthu Moabi. Naomba kila mtu sasa nitazame. Sikiliza hii ujumbe wa mwisho. Akamwambia Naomi, nitakwenda mashambani nikaokote mabaki. Huyu John ni mtu anakwenda na hajui kuli anakwenda. Lakini kuna neno moja analiomba. Anasema kama nitapata kibali. Yani anakwenda kubahatisha. Lakini anasema kama nitapata kibali. Oh yes. Hello. Nitazame. Amina. Ni kitu kigani kimetangulia? Abigani limetangulia. Kama nitapata kibali. Hello. Amen. Ni changano. Ni mshahara. Hapana. Lile ombi limeanzia ombi la kibali. Inasema akamwambia Naomi, nitakwenda mashambani nikaokote mabaki ya nafaka nyuma ya yule. Mabaki ya nafaka na sio kwake. Hivyo anakwenda kuhatarisha maisha yake. Lakini kibali kinamtangulia. Amen.
nafaka nyuma ya yule nitakayepata kibali machoni pake. Naomi akamwambia nenda binti yangu. Na kama vile umeomba Bwana kapatane na dua yako akakupatanisha na mtu mwenye kibali. Sema amina. Na inua mikono kwa jina la Yesu. Siku ya kesho ni siku ya tarehe 1. Bwana akawapatanisha na watu wenye kibali. Na kibali cha Bwana kikakutangulia. Mstari wa 3 inasema basi akaenda. Kuna mahali bado watu hawajashika. Sema amina. Huyu ni mtu hajaajiriwa kazi. Kukula kwake ni bahati. My God. Na ukubuke hayuko katika taifa la kwao. Ni kufuata, alifuata huyu mama. Anasema sasa wewe umezeeka. Na leo sijui kama tutalala njaa. Huyu ni ule mtu anaamuka asubuhi anakwenda kutafuta kazi. Sema amina. Bado hajaajiriwa. Hata hajui atarudi na nini. Mtu kama wewe ndio nakuombea. Kama vile Jehova aishivyo milele. Bwana sikubali uondoke mikono mitupu. Na urudi mikono mitupu. Mungu wa baba yako Samueli. Mungu wa baba yako Samueli. Mungu wa baba yako. Dauga kumamoni. Nasema kuanzia leo. Roga shoka moko magari. Ya pili, kuna watu na waombea. Mtu yoyote anasikia ni kama amefika mwisho. Siku ya kesho ni tarehe 1. Anza kujaribu Mungu wako. Sikatai hauna kazi. Lakini nataka nikuhakikishie kama siku ya kesho utaondoka na imani ya baba yako, hautarudi mikono mitupu. Unaona vile utaondoka kesho. Sema amina. Kuna ombi na kuombea. Aliyenituma na akanipa kibali. Hiyo kibali na kiachilia. Hiyo kibali na kiachilia. Hiyo kibali. Kama hauna kazi, kabla siku ya Tuesday uwe umepata kazi. Kama uko na biashara, kuna vitu nauza na zimekuomba na kuombea kibali cha Bwana. Maandiko inasema akasema nimekwenda kufanya nini? Nimeenda kuokota. Angalia. Huyu ni mtu anaenda kuokota. Lakini maandiko inasema Mungu akampa kibali mbele ya macho ya wale walikuwa wanavuna. Jambo la kwanza ukumbuke hawamjui. Walipokuwa naona akiokota. Halo. Mungu akampa kibali mbele ya macho ya wale walikuwa wanavuna. Umefanya kazi muda mrefu bado hujapata promotion. Sasa hivi ninaomba kibali. Ninaomba kibali. Amina ya kwanza. Amina ya pili. Amina ya tatu. Amina ya 4. Amina ya 5. Amina ya 6. Amina. Bwana kupe kibali. Sema amina. Kuanzia kesho kibali kifanye kazi. Kuanzia kesho kibali kifanye kazi. Halo. Ruthu Moabi akamwambia Naomi nitakwenda mashambani nikaokote mabaki ya nafaka nyuma ya yule. Nikaokote mabaki. Halo. Gaida hoya ojigue. Na kama vile uishivyo milele. Maisha ya watu hawa ya kuokota mabaki, hiyo nimekataa. Maisha ya hawa watu ya kuokota mabaki yafika mwisho. Inua mikono yako, sema Bwana kuanzia leo maisha ya kuokota mabaki yafika mwisho. Sema Jehova, natamani kumiliki. Natamani kumiliki kwa jina la Yesu. Sema amen. Akamwambia Naomi nitakwenda mashambani nikaokote mabaki
ya nafaka nyuma ya yule nitakayepata kibali machoni pake. Yes. Naomi akamwambia, nenda mwanangu. Mstari ni wa 3. Basi akaenda akaokota mabaki ya nafaka mashambani nyuma ya wavunaji. Mstari inaendelea. Ikatokea kwamba alijikuta anafanya kazi kwenye shamba lililokuwa mali ya Boazi, ambaye alitoka kwenye ukoo. Oi Jehova. Oi Mudhamaki. Oh Jesus. Yani mtu anaokota mabaki. Yes. Yani mtu kukura ni kubahatisha. Oh yes. Na mwishowe anakuja kufanyika mke wa tajiri. Yes. Mke wa tajiri. Bosa niliwaambia tujifunze kuishi na watu vizuri. Amen. Tujifunze kuishi na watu vizuri. Papo hapo Boazi akarudi kutoka Bethlehemu ya huyu Boazi, akawasalimu wavunaji. Akasema, Bwana awe nanyi. Bwana awe nanyi. Nao wakamjibu, na wao wakajibu, Bwana akubariki. Bwana akubariki. Mstari ni wa 3. Mstari ni wa 5. Boazi akamuuliza msimamizi wa wavunaji, je, yule mwanamali ni wa nani? Yule ni nani? Na nini anafanya kwa shamba langu? Yule mwanamwali ni nani? Mstari ni wa 6. Msimamizi akamjibu, ni yule Moabi aliyerudi kutoka nchi ya Moabi. Aliyerudi kutoka nchi ya Moabi pamoja na Naomi. Mstari ni wa 7. Yeye aliomba, tafadhali ruhusu niokote na kukusanya miongoni mwa miganda nyuma ya wavunaji. Naye ameshinda shambani tangu asubuhi pasipo kupumzika, isipokuwa kwa muda mfupi kivulini. Mstari ni wa 8. Yes. Kisha Boazi akamwambia Ruthu, binti yangu, nisikilize, usiende kuokota. Kwanza fikisha hapo. Jambo la kwanza, alipata kibali mbele ya mkuu, mbele ya wale wanavunda. Ya pili tunaona amepata kibali mbele ya macho ya mwenye shamba. Usiende kuokota mabaki. Usiende kuokota mabaki ya mavuno katika shamba lingine. Na usiondoke hapa. Kaa hapa na hawa watumishi wangu wa kike. Mstari ni wa 9. Yes. Angalia shamba ya wanaume Angalia shamba wanaume wanamovuna, ufuate nyuma yao. Nimewaamuru wanaume hawa wasikuguse wakati wowote. Ukiona kiu, nenda kwenye mitungi ukanywe maji. Sema amen. Amen. Tokolekea na siyo gaisi. Tutamalizia na maneno. Kibali upeleka mtu kwenye hatima yake. Amen. Oh yes. Kibali upeleka mtu kwenye baraka yake. Amina. Sema amina. Amina. Boazi akamwambia, tafadhali usikwende kutafuta mabaki kwa shamba lingine. Umepata kibali mbele ya macho yao. Amen. Hata Boazi hakujua. Oh yes. Huyu ni yeye mke wake. Yes. Hata yeye mwenyewe hakuota. Lakini ukumbuke, amen, kila siku akimuona kwa shamba lake akiokota nini? Mabaki. Akiokota mabaki. Kauga oi. Mwana wekeo. Unabidi. Mwana wekeo. Mwana anabidi akosi wa kumwona. Mudhabia. Na wale hawajui mwishowe huyu msichana alipata kibali. Amen. Na akakuja kufanyika mke wa Boazi. Sema amina. Amina. Mungu alibadilisha mambo. Yes. Haya mambo yote yalitimia kwa sababu ya kuongozwa na kibali. Na tondu nikurekia ndirariki. Kumalizia na malizia. Na inua mikono nikiwa nabii wa Mungu. Na kwa sababu kuna kibali kinakwenda kushuka katika maisha yako. Na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Na Mungu atahusika. Amina. Ukiwa na kibali. Amina. Oh, yes. Mahali popote utakapotembea. Amina. Naomba ukubariki. Amina. Sema amina. Amina. Nikiredia tuleki. Sikiza tumalizie. Huyu ni mtu masikini, hana kitu. Yes. Ameenda kuokota zile zimemwagika. Yes. Amina. Aone kitu ya kukula, lakini kwa sababu tayari yuko na kibali. Yes. Mbinguni kumeandikwa. Amen. Baada ya miezi miwili, yes, hautakuwa muokotaji. Oh yes. Maana shamba ni lako. Amina. Shamba ni la kwako. Oh yes. Hello. Hello. Ndipo sana kuombea Mungu. Yes. Kibali
kushuka. Kuna uwezekano kazi unayoifanya leo hata kama umeajiriwa itakuja kubaki kazi yako. Amina. Salimia watu wawili, waambie weka bidii. Weka bidii. Maana usisahau, Yes. kuna mahali bidii, kuna mahali bidii ya huyu msichana inamtolea ushuhuda Kabisa. Oh my God. Wale wakuvuna wanasema amefanya kazi tangu asubuhi. Isipokuwa mara moja ameenda kuketi pale kwenye kivuli. Yes. Hivyo tayari hata kama ako na kibali, Yes. ni mtu mwenye bidii. Yes. Usikuwe na kibali na wewe ni muvivu, weke gota. Turathimwo ni Ngai. Barikiwa na Mungu. Nenda bararia moko makwa kore kanitha. Ngai mwana hinya wothe. Wawombira thĩ na igũrũ. Wawandomira itora rĩa Kayole. Ndahoera andũ aya gwĩtĩkĩrĩka. Ndahoera andũ aya kibali. Ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka. Na kama vile huyu binti alipata kibali mara 3, hivyo ndivyo naombea hawa wakapata kibali kwa kazi wanayoifanya. Waondolee roho ya kukataliwa, wapake mafuta ya kibali haria hothe mangĩthiĩ, wega wakuonekane. Na Ngai tondũ nĩ ũndũmira, ndarekereria kibali na achiria kibali kwa maisha yao. Mkono wako ukahusike, neema yako ikahusike, mkono wako uwe juu yao wote, hata wale wanatutazama wakiwa mbali. Nimewabariki kibali kikawatangulia na neno litaendelea.